Karibu msikilizaji, nipate kukuchorea taswira ama picha ya rais mpya wa nchi ya Tanzania ambaye anakwenda kuja baada ya Samia Suluhu. Lakini pia kumeweza kudokezwa kwamba Samia Suluhu hawezi kuwa na muda mrefu katika kuongoza nchi ya Tanzania, na yupo rais atakayekuja ambaye ataweza kuchukua nafasi ya Samia Suluhu na kuiongoza Tanzania katika jinsi inayopaswa. Lakini pia inasemekana kwamba chini ya uongozi wa rais mpya wa Tanzania, Watanzania watapata kufurahia sana uongozi wake. Lakini pia imesemekana kwamba rais mpya ataweza kuitransition ama kuibadilisha Tanzania sana kinyume na ilivyo sasa. Masuala mingi ambayo yanashuhudiwa katika serikali ya Tanzania ama serikali ya Samia sasa hivi yatakuwa hayawezi kushuhudiwa katika uongozi wa rais mpya anayekuja nchini Tanzania. Karibu msikilizaji, niweze kukufahamisha yale ambayo yameweza kutendeka. Jina langu ni Presenter Guton. Ikiwa ni mara ya kwanza kufika msikilizaji, chukua nafasi yako, piga subscription ili kuendelea kuzifuatilia taarifa zetu punde tunapoweza kuzipakia katika kituo hichi. Lakini pia unaweza kushare kanda hizi kwa makundi tofauti tofauti kuhakikisha kwamba tunazidi kuipanua familia yetu ikuwe kubwa zaidi. Msikilizaji, kuna mhubiri anaitwa Prophet Tito Limo ambaye ameweza kutoa ubashiri na akaichora taswira ya rais mpya wa nchi ya Tanzania. Katika ufunguzi wake wa ubashiri ameweza kusema kwamba ameweza kuona bendera ya nchi ya Tanzania ikishushwa nusu mlingoti. Msikilizaji, bendera inavyoshushwa nusu mlingoti inamaanisha kuna kitu kama state funeral ama kuna kifo cha kiongozi mkuu katika serikali. Na kwa hivyo bendera inawekwa nusu mlingoti kwa sababu ya heshima ya kiongozi huyo wa kuliongoza taifa katika tabaka mbalimbali. Sasa kipengele cha kwanza amesema kwamba ameona bendera ikiwekwa nusu mlingoti. Kwa hivyo taifa la Tanzania litashuhudia kifo cha kiongozi mkubwa. Na ikiwa Tanzania inatarajiwa kuwa na rais mpya, bila shaka msikilizaji, unaweza kuelewa kwamba tunazungumzia kipi. Kisha kasema hivi, kuna mtu ambaye Mungu amembariki ambaye atakalia kile kiti ambacho Samia anakikalia. Kuna mtu ambaye Mungu amembariki na amemteua kuweza kukaa kwenye kiti ambacho Samia amekikalia sasa hivi. Kisha imesemekana kwamba Tanzania wana uzoefu wa kubadilisha marais katika madhehebu tofauti tofauti, kwa maana nimeona Pastor Sami rais ndio mpya wa Tanzania. Ndio. Labda watu wanaweza kuniuliza Prophet na Samia anaenda wapi? Mimi kule anaenda mimi sitaki kujua. Mimi hata inihusu. Pia nilisema Tanzania nimeona bendera ikienda nusu mlingoti, yani state funeral na Kenya pia. Kenya mara 2, Tanzania mara 4.
kuna rais ambaye, kuna mtu ambaye nyota yake inaamuka Tanzania. Ni mwanaume, nyota yake inaamuka na Mungu amembariki na amemkusudia. Atakuwa anakalia ile kiti ambaye Samia Suluhu anakalia saa hii. So huyu rais mimi nimempenda kama nabii, sababu niliuliza Mungu kwa nini anamleta huyu na kuna huyu mwanamke. Unajua Tanzania tumekuwa tukishuhudia kitu fulani, ni kama kubadilishana. Unakuta Muislamu akitawala, Muislamu akitoka wanaweka Mkristo. Mkristo akitawala, huyo Mkristo akitoka wanaweka Muislamu. Huyo Muislamu akitoka wanaweka Mkristo. Sasa kuna mambo ambaye Samia amefanya makosa mingi sana. Ni ili kuwe na utelezi. Ni ili kuwe na utelezi. Na ile ni utelezi original, sio fake. Ikiwa rais aliyekuwa madarakani sasa hivi ni Muislamu kama Samia, atakayekuja ni Mkristo bila shaka. Na kwa hivyo rais atakayekuja nchini Tanzania atakuwa ni Mkristo bila shaka, msikilizaji. Lakini sio kwamba ni kwa maagizo ya Watanzania, bali tu alivyopanga Mungu. Kisha maovu ambayo Samia anayafanya ni ili kuwe na utelezi wa kumwangusha, na kufika sasa amejitega pabaya. Yaani kila ambacho kinashuhudiwa Tanzania sasa hivi, yale maovu yanayoshuhudiwa ni kwa ajili ya kusababisha utelezi utakaomwangusha Samia Suluhu, msikilizaji. Na amesema kwamba kufikia sasa amejitega pabaya, na kwa hivyo yametosha tayari kumuondoa mamlakani. Kwa maneno yao, msikilizaji, tunapata kuelewa kwamba serikali basi ya Samia haitobakia mamlakani katika siku nyingi, ama haina muda mrefu mamlakani. Shakuna akasema kwamba hatia ya umwagaji wa damu kwa kutoa amri itamponza Samia. Hatia ya umwagaji wa damu kwa kutoa amri ama kuamrisha kwamba kawaue, kutoa amri ya mtu kuuawa itamponza Samia Suluhu. Hatia ya umwagaji wa damu. Kisha imebainika kwamba rais huyu atakayekuja sio mzee, ni mtu wa umri wa makamo. Kisha ni mwanaume wa umri wa makamo ambaye kwamba atachukua usukani wa uongozi kutoka kwa Samia Suluhu Hassan. Kisha akamaliza akisema Watanzania watamshukuru Mungu kwa kumpata huyu rais, kwa sababu uongozi wake ni sawa na wa Magufuli, na kupitia yeye Watanzania wataweza kumkumbuka rais hayati Magufuli. Msikilizaji, ni ubashiri ambao ameweza kutoa Prophet Tito Limo, ubashiri ambayo ameweza kukuchorea picha ya rais mpya wa nchi ya Tanzania ambaye atakuja baada ya Samia. Kisha amekudokezea kwamba Samia hatakuwa na kipindi kirefu madarakani.
Na kwa hivyo mpaka sasa, msikilizaji, nimekucholea picha ya rais atakayekuja. Ni mtu wa umri wa makamo, ni mwanaume, sio mkubwa kwa umri wa Samia, ni mdogo, na atakuwa ni kiongozi bora atakayeongoza Tanzania vizuri zaidi. Mtazamaji, endelea kupiga subscription na kutufuatilia ili kuendelea kuzipata taarifa nyingi zaidi kama hizo.